Bana, Diamond Platnumz ameendelea kuandika historia kubwa pale jijini Marekani kwa kile kikubwa ambacho alikuwa amekifanya usiku wa kuamkia siku ya leo ya tarehe 21. Kama unavyojua bana, taifa la Marekani na kwetu tunapishana kama masaa 10 hivi sasa. Usiku mzito sana kwenye mida saa 9 hivi na saa 10. Diamond Platnumz kwa masaa ya kwetu huko, Diamond Platnumz alikuwa anatumbuiza kule jijini Marekani, nchini Marekani, katika tamasha moja ambalo linafahamika kama Hot 97 Summer Jam. Ni tamasha kubwa sana ambalo liliwakutanisha wasanii wa hip hop, wa muziki wa Afrobeats na wengine wengi. Moja ya list ya watu ambao walikuwepo katika performance ile walikuwa kina Sake na wengine wengi ambao kiukweli nikisema nianze kuwataja hapa tunaweza tukachukua hata masaa 8 tunaweza kuwamaliza au wasanii akina Kesh9 na wengine. List ya wasanii wengine wakiwa wengi waliweza kutumbuiza siku ya jana pale katika hilo jiji kubwa ambalo tamasha lilikuwa linafanyika. Kiukweli ameandika historia kubwa sana. Mpaka sasa hivi Diamond anakuwa kama msanii wa kwanza kutokea Tanzania na Afrika Mashariki kutumbuiza katika tamasha hili kubwa la Hot 97 Summer Jam, ambalo kwa miaka mingi limekuwa limepokea mastaa wakubwa duniani kama Jay-Z, Nicki Minaj, Drake, Cardi B, Nasi, Lil Wayne na wengine wengi ambao wewe unawafahamu kwa pale jijini Amerika wanatumbuiza ama wana ukubwa bana. Jukwaa hili la Hot 97 Summer ni moja ya matamasha yenye heshima kubwa kama ulikuwa ufahamu katika muziki wa kimataifa, hasa kwenye muziki wa hip hop, R&B, na sasa limeipa heshima muziki wa Bongo Flava, kitendo ambacho Diamond Platnumz kutumbuiza kwake, basi Bongo Flava imeweza kuinuliwa tena katika viwango vijuu sana. Bana, Diamond Platnumz kupitia uwezo wake wa kutumbuiza katika Summer Jam ni ushahidi tosha kwamba thamani yake kimataifa sasa hivi imekuwa kubwa zaidi, na namna ambavyo anaibeba na kuiwakilisha Bongo Flava kwenye ramani ya dunia anaweka katika mikono salama, na watu wanaanza kuiheshimu kwamba kumbe muziki wa Bongo Flava unafanya makubwa, na kama tulikuwa tuheshimu basi mara moja hivi sasa tunatakiwa tuweze kuheshimu na kuipa thamani ile kitu ambacho tulikuwa siku zote hatupati thamani. Hii ni Diamond Platnumz ameendelea kutuheshimisha kimataifa, na amini wakati mwingine akienda sehemu nyingine pia anafanya makubwa zaidi ya haya, kwa sababu jijini London ameshaandika historia tayari. Amerika tayari ameshaandika historia. Unataka sehemu gani huyu mtoto wa Tandale aende na historia siweze kuiandika? Mimi naamini tutaendelea kumfuatilia na tutaendelea kumchangia, kwa sababu kwa hiki kitu ambacho anakifanya basi mikono tumuinulie juu ili aendelee kufanya bora na vizuri siku zote. Ramani ya Bongo Flava ipo mikono salama kwa mtoto wa Tandale. Bana, mimi naomba pongezi Diamond Platnumz kwa kitu ambacho amekifanya. Bye bye, until next time. Tutaendelea kutupatia mambo mazuri kama siku zote.